Jambo na karibu ndugu wapenzi watazamaji na wafuatiliaji wa Kwetu Kivu Media. Tunawakaribisha kwenye kipindi chetu chema cha matangazo ya habari za asubuhi ya leo, tukiwa mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ndugu mpenzi mtazamaji, kama ni mara ya kwanza kwenye channel hii ya YouTube, hakikisha una subscribe na comment, pia una share ili uendelee kupata habari zetu za kila siku. Hii ni Kwetu Kivu Media, kiendelea kupeperusha habari za ukweli zinazoendelea ndani na nje ya nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Au unaweza kutuandikia kwenye namba ambayo kwenye picha na tukakunga moja kwa moja kwenye group letu la WhatsApp ili uendelee kupata habari zetu za kila siku. Na kwenye habari zetu za asubuhi ya leo utakunga moja kwa moja na Radio Kapi ili upate habari tofauti toka nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baki nasi hadi mwisho. Fujo ilipanda hii siku ya asubuhi mjini Bunia katika jimbo la Ituri, wakati madereva wa teksi ya pikipiki walipinga azimio ya polisi wa mwenendo wa barabara inayolazimisha kuvaa fulana na kofia kwa usalama wao. Jimboni Kivu Kaskazini, uasi wa AFC M23 unaongeza idadi na vifaa vyake katika barabara Kipese Lubero Centre mtaani Lubero. Shirika la raia la mahali lina wasiwasi ya kuanzisha kwa mapambano huko, wakati mahojiano ya Doha chini ya upatanishi wa Qatar yanazembea. Shirikisho la taifa la walimu wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liligawa siku ya pili iliyopita vifaa vya masomo kwa watoto zaidi ya 315 waliotumikishwa katika masekta mbalimbali. Hao waliandikishwa katika mashule katika mpango wa mafunzo bila malipo mjini mdogo wa Kiliba ni jimboni Kivu Kusini. Baki nasi mpendwa msikilizaji popote unapopatikana. Asante kwa kuwa nasi wengi. Ifuatayo ndiyo taarifa kamili ya habari. Salamu, karibuni na usikivu mwema. Fujo ilipanda hii siku ya 4 asubuhi mjini Bunia katika jimbo la Ituri. Madereva wa teksi ya pikipiki walipinga azimio ya polisi wa mwenendo katika barabara inayowalazimisha kuvaa fulana na kofia kwa usalama wao. Waandamanaji wa moja walihojiwa na pikipiki zao zilishikwa. Ijapokuwa hatua hiyo ina lengo ya kuwatambua na kupinga ujambazi mjini, wanasema wakuu wa kiserikali wa mahali. Upande mwingine, askari wa FARDC watatawanywa katika mabarabara za mji mkuu wa Kinshasa kwa kupinga msongamano wa magari tangu siku ya kwanza ijayo. Ni azimio iliyochukuliwa na waziri mkuu makamu anayehusika na mambo ya ndani na usalama. Ni katika mpango uliotarajiwa na rais wa jamhuri katika mkutano wa shauri ya mawaziri ya siku ya 5 iliyopita mjini Kinshasa. Maelezo mengi nawe Grace Amzati Masanzi. Miongoni mwa hatua zilizochukuliwa na rais, serikali inaomba kwa madereva wa pikipiki na abiria wao kuvaa kofia ya ulinzi na hata kuwekwa kwa mipaka ya maeneo yao ya kufanya kazi, ni kusema kuwazuia rasmi kuingia tauni. Kwa hiyo waziri wa mambo ya ndani Jacques Meshabani anawaomba polisi kutekeleza hatua hizo. Kamishna wa polisi wa Kinshasa Israel Kantu Bakulu anaeleza kwamba wamepokea maagizo ya kupunguza msongamano wa magari katika mji wa Kinshasa. Anasema kwamba maagizo haya yametolewa na watayatekeleza kuanzia siku ya kwanza hii pamoja na waaskari. Jacques Meshabani pia anaomba kwa mkuu wa ukaguzi wa polisi kuchunguza tabia ya maafisa wa polisi barabarani na kuwaadhibu wale ambao watafanya matendo ya umbali na sheria. Madereva pia wanaombwa kuzingatia sheria, kanuni za barabarani. Serikali pia inatangaza mgao mpya wa vifaa kwa polisi ili kuboresha mazingira ya kazi na kuongeza ufanisi wao barabarani. Na wakuu wa jimbo la Kasai Central wanapiga kelele kuhusu ujenzi wa kilalo Lueta kinachounganisha eneo la Samwanda na mji mdogo wa Luiza. Mwenendo ulisimamishwa katika kilalo cha zamani na office de route, lakini kwa sasa hakuna vifaa kwa kuendelesha kazi. Na kuruhusu pia mwenendo wa watu na biashara kati ya Kalimba Mbudi, Mweneditu na Luiza. Sikilizeni mafasirio ya kiongozi wa ofisi ya liwali wa jimbo la Kasai Central, Jori Ngandulu Kadi, mbele ya mikrofoni ya Richard Junior Kamunga.
Mshiriki wetu Sifa Maguru anatafsiri. Hapa nazungumzia zaidi daraja la Lueta ambalo litatuletea matatizo. Tayari daraja limekatika. Naomba mamlaka ya ofisi ya barabara FONER na waziri wa miundombinu washiriki ili ufumbuzi upatikane kwa haraka. Si lazima tena kujulisha umuhimu wa barabara hii inayoitwa barabara ya wokovu. Daraja litakapokatika, kuna wazazi wa eneo hili huanza kubeba vitu mabegani ili kuvuka kwenda ngambo ya mto. Kuna shida kidogo hapo. Tunaomba ofisi ya barabara ichukue hatua mikononi mwao. Uongozi wa mkoa wa Kasai Central, office de route, unakosa kila kitu. Tulifanya mahitaji na tukayaweka kwenye meza ya mkurugenzi mkuu fedha ambazo ziliombwa kwa ajili ya ukarabati wa vifaa hivyo na kumaliza ujenzi wa daraja ambalo tayari limeshaanza. Tumeachwa kuwa yatima yetu. Jimboni Kivu Kaskazini, uasi wa AFC M23 unaongeza idadi na vifaa vyake katika barabara Kipese Lubero Centre mtaani Lubero. Ni njia lazima sana inayoruhusu kwenda hadi miji inayochunguzwa na askari jeshi wa FARDC. Shirika la raia la mahali lina wasiwasi wa kuanzishwa kwa mapambano wakati mahojiano ya Doha chini ya upatanishi wa Qatar yanazembea. Na zaidi ya familia 101 ikiwa karibu wakimbizi 314 wa Nyarwanda walirudishwa nchini mwao. Waliondoka siku ya 3 katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuenda Rwanda wakivuka mpaka wa Grande Barriere, nafasi inaitwa La Corniche. Operesheni hiyo inafanyika kupitia usaidizi wa ASER katika mpango wa mwenendo ulioandaliwa tangu mwanzo wa mwaka huu. Naye mwakilishi maalum makamu wa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na ulinzi na operesheni anapatikana katika ziara ya kazi jimboni Ituri. Huyo alienda hii siku ya 4 Pachabi kwenye umbali wa karibu kilomita 156 kusini ya Bunia katika mtaa wa Irumu, akisindikizwa na ujumbe wa watu wengi, miongoni mwao liwali wa jimbo na kiongozi wa MONUSCO Ituri Vivian Vandenper. Alikutana na wakilishi wa makabila ya mahali. Alitolea pia wakuu wa kiserikali ofisi mpya ya polisi iliyojengwa na MONUSCO kupitia mpango wake wa mradi wa vinyume vya haraka. Shirikisho la taifa la walimu tawi la muungano wa taifa wa wafanyakazi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo liligawa siku ya pili iliyopita vifaa vya masomo kwa watoto zaidi ya 350 waliotumikishwa makazi katika masekta mbalimbali. Watoto wale waliandikishwa katika mashule kupitia mpango wa mafunzo bila malipo katika mji mdogo wa Kiliba jimboni Kivu Kusini. Ni tena katika mpango wa mradi wa uundaji wa eneo huru wa kazi zote za watoto katika mji huo mdogo wa Kiliba ajili ya kumaliza kazi za watoto na kuwatolea njia ya maadibisho katika maeneo ya ujeuri na ukosefu wa ustawi wa usalama. Taarifa ya Sara Sumbela, usomi wa mshiriki wetu Sifa Maguru. Kwa mjibu wa Paul Fanaka Alfayo, kiongozi wa mkoa wa Feneco UNTC, mradi wa kuunda eneo lisilo na ajira kwa watoto katika mji wa Kiliba katika Kivu ya Kusini umefanyisha kuajiri wanafunzi 356 wakiwemo 200 waliopokea vifaa kama vile vitabu, madaftari, kalamu za pensil katika shule 9 za Kawizi, Uvira, Kiliba Centre, Kiliba Ondes na Runingu. Msaada huu unakuja wakati wanafunzi wengi katika eneo haya wanakabiliwa na ukosefu mkubwa wa rasilimali za elimu, hasa vitabu vya kiada, madaftari na sare. Kwa ajili yake, ishara hii itawezesha watoto kusoma katika hali nzuri na kuruhusu familia zilizokabiliwa na vita kurejesha matumaini. Hatimaye jimbo la Maniema litakuwa punde na ofisi ya shirikisho la wafundi wa mlimo, ni ajili ya kusawazisha sekta hiyo na makazi yake. Habari ilitangazwa na katibu mwandikaji wa tawi la taifa la shirikisho hilo anayepatikana katika ziara ya kazi mjini Kindu. Jedone Butumbi Kabongo anasema mbele ya hapo kutaendeshwa na mkutano mkuu usio wa kawaida na wa uchaguzi wa wafundi wa mlimo. Masemi yake yalichukuliwa na Florence Kizalunga.
nafika hapa Kindu njoo ya kuorganiser première élection ya Ordre national des ingénieurs agronomes. Ile élection itaélire premier bureau ya Ordre, c'est-à-dire que ile élection ndio itafanya que Ordre ya agronome ita exister sasa mu province. Mana yao iko njoo ya kuorganiser secteur, ko identifier ba agronome bote ya province ya Maniema. Pour que une fois que ba les agronome beko identifier, ba ta adhérer ku tableau ya Ordre, ba ta faire enregistrer njoo ya ba technicien na kisha ba ta kwa valoriser parce que loi inasema il faut ku valoriser secteur, il faut ku valoriser ba agronome. Na kisha tena kufuatirisha ba acte ya matendesho yabo. Ile matendesho yote biko bana poser ku mashamba, tunapasa kufuatirisha selon éthique et déontologie. Itasaidia kuleta chakula za mingi musani. Juu role ya agronome ni kuleta chakula. Alors njoo kuleta chakula, il faut secteur ile yenye inajeraka batu benye bana balimaji, il faut ijiorganiser. Njoo ku augmenter production, il faut tujiorganiser. Na agronome kwe fasi yote batu beko banalima. Voilà maana ya organisation ya Ordre. Nawakaribisha sasa kusikiliza sehemu ya pili ya matangazo yetu pamoja na mshiriki wetu Rosalie Zawadi. Radio Okapi. Invité en Swahili. Katika mji wa Kisangani, wazazi wengi wanalaumu hali ya kuwa viongozi wa shule zimoja walazimisha kununua vifaa vyote vya wanafunzi katika shule zao. Hali hii inasababisha kwamba hadi sasa wanafunzi wengi bado hawajarejea shuleni tangu kuanza kwa mwaka wa shule huu, sababu hawajanunua sare za shule na vifaa vingine katika shule zile. Waziri wa elimu na uraia mpya katika jimbo hili ana maoni gani kuhusu hili? Simon Masimango ajibu kwa maswali ya Jacques Mukonkole. Bwana waziri usikanaye na elimu, jambo. Jambo journaliste. Bwana ministre, eske unafamia mambo ya kuuzisha ya kulazimisha wazazi kununua vifaa vya masomo shuleni? Ndio, tulipata plainte mingi ya wazazi kukuya kutuarifu kwamba walimu au wa chef d'établissement wako nalomba wazazi sawa wanapeleka watoto kwa masomo wanunue mafourniture tu kwa masomo wako nazo. Na ile haiko vizuri paske inakataziwa kufuatana na interdiction formelle yenyewe ministère yetu ya education likatazaka ya desla des ans. Atuweze kukubali mtoto kama nakia kusoma ba muombe kaye kumasomo kule kwa ataanja soma wala uniforme. Kila mzazi ako libre kwenda kutafuta uniforme ya mtoto yake kule ku marché. Ndio maana kusoko wanaita d'autres termes marché. Sasa tunasikia tena wazazi nusu wanasema ku maekole fulani wako na lomba, ila haiwezi kutusaidia bado. Basi kitu gani unahidia kufanya kufuatana na jambo hilo? Tunapenda tushuke sisi sote na wa inspecteur kuma ekole niko na lomba, tuidentifie nani na lomba ile uniforme kwa ekole yake, juu ya kuleta logo ifulete franga, juu ya tu consort, hatupende hapo, iko vibaya. Eske ile inafanyika mahali pote ama ni maka isole? Haiko masomo yote, kuko masomo kazalika kidogo iko ndio kuna lomba, surtout ma école privée ndio napenda kulomba ile ma uniforme na exiger, na quelques écoles publiques yenyewe iko renommée na jina besaka yua iko école fulani banakuwa katu hivi depuis zamani, ndio maana tutaweza kukubali yao. Tunaweza kubasemea kama banapenda mtoto mwanafunzi akiwa na uniforme yenyewe itakuwa conforme na logique banapenda. Afadhali basemea watoto baende bafanye ba produire bao peke kunyumba au hapana bao kubalomba ba lete nécessairement yenyewe bo bana produire. Inconvénient gani inaweza tokana kupitia vente ya uniforme shuleni? Habawezi kupima kwanza taille ya batoto kabayue. Mtoto anakuja tu leta franga ya uniforme kwa masomo. Ukaangalia taille ya mtoto hai correspond na uniforme namletea, ila haiko vile vizuri. Ndio maana hatupende ile, iko pratique mbaya, iko pratique ya kucommercialiser, utafuta kujarishir, et surtout comme wazazi banatoka récemment ngalia année scolaire yenyewe natoka kupita hapa ilikuwa na perturbation, bali réduire tena calendrier. Angalia vacances ile kuwe mwezi 2 ikakuwa tu moya, ila haikuweza kufurahisha bado. Ndio maana tutapenda bazazi banatoka freshman kupoteza makuta kwa watoto baby kunalipa, surtout kwa école secondaire, ma frais ya participation, ma frais ya tout console ya motivation. Hatutakubali tena watoto bakwie tu mwezi moya
bazazi ambaye yakuwa vizuri na maisha kumagumu kwenda kubagandamiza tena baki kuleta makuta juu ya uniforme yenyewe iko produit kwa masomo haiko vizuri. Eske ulihimiza viongozi wa masomo kufuatana na ukatazi wa biashara shuleni? Ndio, ava masomo tuanje kufungula pale 1 Septembre tuliitisha reunion na waongozi wote ya masomo, wa chef d'établissement, wa gestionnaire wote kubasemea. Tulisema nabo parce que ilikuwa comité provincial élargi, tulikuwa nayo reunion kabambi ya kuweza tena kubasemea namna gani tunaweza anja hii mwaka. Parmi ba point juu ya kutafuta qualité enseignement, tulisema hivi, tunapenda hii mwaka tuanje vizuri na tupende sisi walimu tunyanyasi wazazi. Tulibasemea vizuri na ule wowote ataweza kunyanyasa wazazi anaweza kuadhibiwa. Na basikuadhibu kuneno wenyewe unaifanya na batu banajua. Au unaweza kufanya kitu ya vibaya, vao mie batu ba kureprocher sima sikusikia kama avant tufike pale, je pense ba chef d'établissement bote balisikia, tulibasemea ke basipime kulomba ba fourniture, basipime kuexiger. Huko tunasikia ku quelques écoles kulikuwa arrêté porta fixation ya ba frais scolaires. Ini ilikuwa signé na gouverneur ya province. Baba aliwali wa jimbo alisigné. Mais tunasikia tena kuko wa chef d'établissement wengine wa promoteur wengine wanaanza kulomba tena mota yenyewe iko exorbitant. Mota inapita yenyewe inakubaliwa na mkubwa na baba liwali wa jimbo ya province. Asante bwana waziri. Asante. Radio Okapi, dossier en Swahili. Katika mji wa Bunia huko Ituri, nyele bandia yaani maperuk na mamesh zinapatikana kila mahali. Sokoni, katika saluni za nyele, madukani na hata kwenye mitandao ya kijamii. Kwa wanawake wengine ni swala la mtindo wa kisasa. Kwa wengine ni hali ya kulinda nyele zao, lakini yaweza kuwa matokeo gani ya kutumia kwa muda mrefu nyele hizi bandia? Majibu katika ripoti hii ya Jean-Claude Lokidile. Tumekutana na wasichana wachache na wanawake ili kujua uzoefu wao. Ruth Nemasi uvaa nywele za bandia yani perruque mesh mara kwa mara. Wakati nyongo unatia mesh yako hivi unafanya mwezi moja na nusu kisha unabomola bana kusuka ingine parapor na nyele ya mikono yenye uko nenda sukiwa chaque semaine na ile kisha haribika inatiaka mtu mala lezi. Kama uko mwanafunzi au uko natumika quelque part hauna wakati unakuwa obligé kubakia kichwa mchafu ile hapa inaweza kusaidia ukishafaa ile siku ile kisha unabomola anajikuta kuna wakati siku nyingine ya kwenda sukiwa tena fasile. Kwa wengine ni swala za urembo kama vile Mumtaz Fahim mwenye umri wa miaka 17 ambaye hutumia nywele za bandia kwa mara ya kwanza. Kwa mtazamo wake ni matumizi ya kupitia kiasi ambayo ni mabaya. Niliweka par curiosité kuchunga kitu hivi wakati mrefu mtu anasahau sura yako, anasahau kama unaitosha utakuwa namna gani, wanakuona kila siku na ile tidevient superficiel. Wataalamu wa afya wanaonya wateja wao kuhusu hatari ya kujiambukiza kupitia vyombo kadhaa ikiwa havisafishwi vizuri. Jean-Luc Mala akiwa fundi wa kutengeneza nyele anatoa mapendekezo machache. Perike ya leo inakuwa modernize. Wakati unakuya naye banapose. Wakati wanapose banatia kole. Ile kole iko na kosekase yenyewe na iko naongola nywele. Kuliko nywele komae, nywele inaanza kukulana. Unaenda kuta kembele huko deja nywele inaanza isha mtu anakuwa lupala. Ile ndio kosekase. Dede kosekase ya pili kwa nini wakati unataka weka periki fale ku traiter kwanza nywele. Unaisukula mzuri wanatia na shampoo nywele na respire mzuri. Lakini si bidhaa zote zinazoingizwa kutoka nje ni nzuri kuwekwa kichwani, hunena Daktari Tripati Sindani akiwa daktari wa ngozi. Ya kwanza tunaweza kupata hii tunaita irritation ya po ama kichwa ya mtu itaanza washa. Umeitumia lakini unaona kwa kichwa umesikia vidonda, umesikia upele kwenye kichwa, hiyo inaweza kuwa reaction. Hata wengine wanaweza kusikia kaseri. Kama unatumikisha periki ambazo zina hizo formaldehyde zinaweza kuleta kaser wakati mtu amezitumikisha siku nyingi. Anaongeza kisema ni lazima kujua kuchukua mesh pia periki bora, kubadilisha mitindo ya nywele, kuosha mara kwa mara nywele na pia kumuona mtaalamu mara tu unapopata dalili za muwasho au matatizo mengine. Toka Bunia naitwa Jean-Claude Loki Dile Radio Okapi. Mwisho wa kipindi hiki cha habari. Asante kwa wote walioungana nasi. Kwa herini.